Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Leo Bwana niko hapa kukuambia kwa yule mtu ambaye anapitia majaribu mbalimbali. Yamkini umetafuta mtoto muda mrefu, yamkini una ugonjwa na kusumbua muda mrefu, umetafuta njia nyingi upone lakini hujapona. Ninachotaka kukuambia kwamba huyu Yesu anatengeneza njia, huyu Yesu anatengeneza faraja, analeta amani. Lakini kabla ya yote lazima ujiulize, je, ili tatizo au jaribu ninalopitia, chanzo chake ni nini? Kwa sababu kuna mazingira aina karibia 3 yanayoweza kuleta kuchochea au kukaribisha majaribu kwenye maisha yetu. Mazingira ya kwanza ni lazima ujiulize, je, yamkini mimi ndio chanzo cha yote haya kutokea? Kwa sababu wakati mwingine majaribu yanatokea kwenye maisha yetu, magumu tunayapitia, matatizo tunakumbana nayo, adha nyingi, lakini ukumbe chanzo ni sisi wenyewe. Tamaa zetu zinapelekea kukaribisha majaribu kwenye maisha yetu. Ukisoma kwenye Yakobo 1 mstari wa 14 na 15, Biblia inasema hivi: lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Mstari wa 15 unasema, alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. You see? Kwa yamkini tamaa yako mwenyewe ndio iliyopelekea upitie hiyo changamoto ulio nao sasa hivi. Ipitie hiyo jaribu unalokumbana nalo sasa. Kwa hiyo mfano, kuna mtu aliingiwa tamaa ya ngono. Katika tamaa ya ngono mwisho wa siku ikapelekea dhambi, na dhambi siku zote inakaribisha matatizo, inakaribisha magumu kwenye maisha yetu. Wakati mwingine matatizo hukutana nayo ni kutokana na dhambi tunazozifanya. Kwa hiyo yamkini unapitia mambo magumu, lazima ujiulize ni nini chanzo. Kama ukigundua wewe ndio chanzo cha matatizo unayopitia, ndio chanzo cha majaribu unayopitia, ni lazima uombe toba. Lazima ujipeleke mbele za Mungu. Toba ndio njia pekee itakayoweza kukusaidia kutoka kwenye jaribu linalotokana na tamaa yako au yangu mwenyewe. Ikiwa sababu ni wewe ndio uliopelekea upitia hao unaopitia, njia pekee itakayokufanya wewe urudi katika mstari ni njia ya kuomba toba mbele za Mungu. Lazima uombe toba na uendelee kuikabidhi maisha yako mbele za Mungu, ndipo utatoka kwenye changamoto unayopitia. Lakini mazingira ya pili yanayopelekea tupitie changamoto au majaribu kwenye maisha yetu ni mazingira yanayosababishwa na mawakala wa shetani au shetani mwenyewe. Siku zote Biblia kuna msemo wa Kiswahili unasema, mtu wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Kwa wakati mwingine shetani anajua kitu ulicho kihodi, kitu ulicho nacho kwenye maisha yako, na kama kina athari kubwa kwenye kazi zake, siku zote atajitahidi kukipiga, atajitahidi kukizuia ili kisistawi. Kwa hiyo wakati mwingine mtu wa Mungu unapitia changamoto kwa sababu ya vitu ulivyo navyo ni vitu vikubwa. Umehodi destination kubwa ambayo kwa shetani ni kwake ni threat. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia kwamba majaribu ya namna hiyo, ukiona unapitia, unamuomba Mungu, ni mtu wa maombi, lakini unaona ni mtu unatoa sana sadaka lakini bado unapitia changamoto, niamini mimi, ni shetani anajua kitu ulicho nacho kwake kina athari kubwa. Kwa ni lazima akizuie. Na wakati mwingine shetani hataki wewe uendelee kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kwa njia pekee ya kutoka kwenye majaribu ya namna hii ni wewe kuendelea kutafuta uso wa Mungu. Ni wewe kuendelea kuomba, ni wewe kuendelea kusimama katika misingi ya neno, ndio utaondokana na jaribu hilo. Kwa sababu majaribu hayana budi kutokea. Na shetani anapokupiga, njia pekee itakufanya yale mashambulizi ya shetani, mishale inayotupwa mchana na usiku, ni wewe kuendelea kusimama kwenye maombi. Kwa mtu wa Mungu, usikate tamaa, endelea kuomba. Omba pasipo kukoma. Unashambuliwa ni kwa sababu shetani anajua ulivyo vihodi, vitu ulivyo navyo ni vikubwa ambavyo kwake ni threat kubwa. Lakini jambo la 3 ambalo linaloweza likasababisha upitie majaribu linatoka kwa Mungu mwenyewe. Ukisoma vizuri Biblia inasema hivi, Yakobo 1:12, Biblia inasema 1:13, Biblia inasema hivi: Mungu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, na maana huwezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Ni kweli Mungu hawezi kumjaribu mtu, lakini kuna wakati inaweza ikatokea Mungu akaruhusu
majaribu ya kutokee ili kupima kiwango chako cha imani. Na majaribu haya ambayo yanarushiwa na Mungu mwenyewe ni majaribu ambayo hayampati kila mtu. Yanawapata wale watu ambao wana haki mbele za Mungu, wale watu ambao ni waaminifu mbele za Mungu. Mfano mzuri ni kwa Ayubu. Biblia inamtamka Ayubu, kusoma ya Ayubu 1 sura ile ya kwanza utagundua kuna mahali Biblia inasema Ayubu alikuwa ni mkamilifu mbele za Mungu, alikuwa hana mawaa. Lakini bado shetani alipokutana na Mungu, Mungu anamuuliza, anamuona mtu wangu alivyo mwaminifu? Akamwambia yamkini inawezekana ni wigo uliomzingira. Akasema yamkini ni mali alizonazo, kwa sababu ya mali. Mungu akasema basi kaguse unavyotaka kugusa, ila usiguse roho yake. Akaenda kugusa, lakini yote aliruhusiwa na Mungu ili kupima uaminifu wa Ayubu mbele za Mungu. Regardless ya matatizo atakayokumbana nao, je, ataendelea kusimama na Mungu? Regardless ya majaribu aliyokutana nayo, ya kukosa watoto, ya kuugua, ya kupoteza mali, je, ataendelea kusimama na Mungu? Kwa kuna wakati mazingira yanarushiwa na Mungu mwenyewe ili kupima kiwango chako cha upendo kwa Mungu, ili kupima kiwango chako cha imani kwa Mungu. The same alivyofanyiwa Ibrahim. Mungu anamjaribu kupitia mtoto ambaye mke wake Sara almost miaka 90 hakuwa na mtoto. Mwisho wa siku anakuja kupata mtoto huyo Mungu anamwambia nipe sadaka. Pale Mungu alikuwa anapima imani ya Ibrahim juu ya Mungu. Kwa wakati mwingine kuna mazingira namna hiyo yanaweza kapelekea uendelee kukutana na changamoto. Njia pekee itakufanya wewe uendelee kusimama na kuendelea kushinda majaribu hayo ni wewe kuendelea kutafuta uso wa Mungu. Kwa sababu Mungu anaangalia, anachotaka kuangalia, je, wewe kwenye mazingira magumu utaendelea kutafuta uso wake? Kwenye matatizo, mtoto hujapata, utaendelea kutafuta uso wa Mungu? Nitakupa mfano mmoja. Na rafiki yangu mmoja ni mtumishi wa Mungu. Kuna muda alipitia kama miaka 4 hivi kwenye ndoa hajapata mtoto. Miaka 3 kwenye ndoa hajapata mtoto. Sasa alikuwa akiwaombea watu wenye matatizo ambao walikuwa na matatizo hawajapata mtoto muda mrefu. Akiwaombea, Mungu anajibu maombi. Akimwombea mtu ugonjwa anapona. Sasa wale watu waliomzunguka kwa nasema, wewe mbona kila siku unaombea watu wapone, unaombea watu wapate watoto wanapata, mbona wewe upati mtoto? Ni Mungu gani wewe unayemwabudu? Lakini yule jamaa akaendelea kutafuta uso wa Mungu. Lakini siku isiyokuwa na saa, Mungu alimjibu kwa wakati wake. Mimi nilichojifunza katika story aliyokuwa ananipa ni kwamba kuna wakati unaweza kuwa mwaminifu mbele za Mungu lakini mambo hayaendi, ila ni Mungu mwenyewe anapima viwango vyako vya imani. Anaviruhusu hivyo vipime viwango vyako vya imani. Kama umesimama katika misingi ya kimungu na sheria zake unazifuata na maagizo yake, lakini mambo bado hayaendi, endelea kutafuta uso wa Mungu. Mungu wetu hachelewi wala hawai, atakujibu kwa wakati wake ulio sahihi. Haijalishi unapitia jambo gani gumu, iwe ni kwenye mazingira ya kazi, iwe kwenye familia, iwe kwenye huduma, endelea kutafuta uso wa Mungu mpendwa. Ni Mungu anataka kutazama moyo wako, ulivyokuwa na upendo juu yake, ulivyokuwa na imani kubwa juu yake. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Majaribu yote yanotokea kwenye maisha yetu yana njia. Biblia inasema Mungu hamjaribu mtu, hataruhusu jaribu kwa mtu, jaribu lililokuwa nje ya uwezo wake. Ukiona umejaribiwa, ujue hilo jaribu wewe liko ndani ya uwezo wako. Ni wewe kusimama na Mungu utavuka. Ubarikiwe sana. Amen.